ndani ya mwaka huu ikawe ni mwisho wa kusikia ya kwamba Yesu anaponya, ya kwamba Yesu anaokoa. Ndani ya mwaka huu ikawe ni mwanzo wa kuona ya kwamba Yesu anaponya, anaokoa. Hauwezi kanielewa kwa haraka. Tuangalie Bartimayo kipofu akuishia kusikia, akatafuta namna ya kuweza kumuona Yesu. Alipomuona Yesu akaponywa. Zakayo akuishia kusikia tu mpaka ikamgharimu kupanda juu ya mti. Wewe fikiria, tajiri anapanda juu ya mti, ambaye wanamfahamu kwamba ni tajiri, anapanda juu ya mti, akawa na hitaji kubwa la kumuona Yesu mpaka akamuona. Maana yake natamani uhakikishe kwamba ndani ya mwaka huu unamuona Yesu katika maisha yako. Usiambiwe tu, usihadithiwe tu, usisimuliwe tu, umuone Yesu katika maisha yako. Mtu mwingine ni yule mwanamke aliyetokwa na damu ndani ya miaka ile 12. Ilitosha kusikia. Aliposikia akasema, yatosha, sitaki kusikia, nataka nimuone Yesu. Mpaka akaenda akagusa upindo wa vazi la Yesu Kristo, ndipo akapata kupokea uzima. Biblia inasema msiba wake ukakauka pale pale. Sikiliza wewe, walioonana na Yesu inakuaje? Waliokutana na Yesu ilikuwaje? Macho yetu yatiwe nuru, tupate kuona siri ya ufalme huu wa Mungu. Mungu tukimuona, ukimuona, kuna amani ambayo inakuja ndani ya moyo wako. Ule ukawaida katika maisha yako unaondoka, inakuja hali ya kuketi na Bwana. Na ndio maana nasema kuketi na Bwana. Unapoonana na Bwana maana yake ni kuketi naye. Kusikia, yamkini unaweza ukawa mbali naye, unasikia tu habari zake, lakini kuona, unakuwa pamoja naye ana kwa ana, wewe na Yesu, Yesu na wewe. Na ndio maana kuna nguvu ya kuona kuliko kusikia. Na ndio maana hata wakufunzi wanaofundisha mara nyingine wakaangalia, wakaona kwa kusikia tu haitoshi, nadharia peke yake haitoshi, mpaka wakaingia kwenye matendo, kuona. Alikuwepo mtu mbishi. Kwa nini walimweka mtu mbishi kwenye Biblia? Alikuwepo Tomaso, alikuwa anasikia kwa wanafunzi wa Yesu, akasema, jamani, acheni uongo, ninataka nimuone huyo Yesu, mpaka niguse tena mikono yake. Maana yake macho yanaona. Akasema mpaka nimuone. Sasa ukishamuona kuna kitu kinatokea. Sasa hapo Yesu akasema tumwamini kwanza. Tukishamwamini, yani tusisikie tu, tumwamini. Yani ukisikia umwamini, ukishamwamini tayari utakuwa umeshamuona. Na Mungu akubariki sana. Ulikuwa naye mchungaji Mikael Zablon Mwanizua wa kanisa la TAG Upatanisho lililoko mamlaka mji mdogo Mbarizi Msalala, Mbeya. Bye.